Mpendwa mtazamaji, mbele yako ni baba paroko wa parokia Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Sirari, lakini atakwenda kujitambulisha kwa undani zaidi majina yake kamili lakini atatueleza kwa mwaka huu 2026. Atakwenda kutuelezea historia fupi ya parokia hii na baadaye atatushirikisha mawili matatu matarajio na mipango mizima ya mwaka huu 2026 tunapoanza na utekelezaji wake. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtazamaji angependa kukufahamu kwa undani kidogo na historia kidogo juu ya parokia hii ambayo unaisimamia, ambapo unafanya utume wako ndani ya Jimbo Katoliki la Msoma. Karibu baba. Asante sana kwa siku hii ya leo ya kipekee ya kuelezea kuhusu parokia yetu na kuhusu yale yote tunayofanya. Kwanza kabisa, mimi kwa majina naitwa Padre Pauli Nderumo Temu wa shirika la mitume wa Yesu. Nimekuwa hapa kwa kipindi sasa cha miaka mitatu katika parokia hii ya Sirari ambayo ilianzishwa mwaka wa 92, ikiwa ilianzishwa na Father Laurent Magesa kwa muda mfupi. Baadaye ndio mitume wa Yesu kwa mwaka huo wa 92 wakaja wakafanya kazi kidogo kwa muda na Father Laurent Magesa ambaye sasa ni marehemu, akiwa anawaonyesha na kuwatambulisha kwa Wakristo, na ndipo mitume wa Yesu wakachukua usukani. Kwa hiyo parokia yetu ina vigango 13 kwa sasa hivi. Tulikuwa na vigango 25 na vingine 12 vilikatwa, ambavyo sasa kwa sasa hivi ni parokia teule ya Kiongera. Kwa hiyo vigango 12 tuliwaachia ndugu zetu wa Kiongera, sasa hivi inaandaliwa kwa parokia. Katika parokia ya Sirari kwa vigango hivyo 13 tuna Wakristo wapata 5,600 kwa sasa hivi walio hai na wanaoshiriki kikamilifu katika kanisa Katoliki. Asante baba paroko, na tungependa kufahamu idadi ya waseminaristi wakubwa na wadogo waliopo wanaotokana na wazao wa parokia hii. Tunao waseminaristi wakubwa kwa sasa hivi, tunao wawili. Mmoja yuko Roma, yuko teolojia ya pili. Tunatarajia kwa muda wa miaka 2 ijayo tutapata padre. Alafu tuna mmoja yuko masomo ya filosofa, anaitwa Alex Mwita, yuko Songea Peramiho. Waseminaristi wadogo tunao 4, wawili Sengerema ambao wako kidato cha pili, na wawili jimbo la Shinyanga Maswa wanaingia kidato cha kwanza. Kwa watoto wa utawa tunao masista wawili, mmoja shirika la Efrea na mwingine yuko shirika la Charles Borromeo. Kwa hivyo kwa mito angalau parokia inaendelea vizuri, na tunategemea hapo mbeleni tutakuwa na miito mingi katika mashirika ya kitawa na ya kipada. Hali ya vyama vya kitume ikoje? Kwa vyama vya kitume tunavyo vyama vya kitume vingi. Kwanza kwaya tunazo kwaya 4, tukiweka na kwaya ya PMC inakuwa 5. Kwaya ya PMC kwa kweli inafanya vizuri na tuna watoto wengi wanapenda sana. Tunao Wawata wanaendelea vizuri, wanawake wa Katoliki. Alafu tunao Uwaka, wanaume wa Katoliki ambao pia wanaendelea vizuri. Tuna vyama vya kitume vya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Rosari Hai, Huruma ya Mungu. Wote hao ni vyama vya kitume ambavyo vimejengeka katika parokia hii
na wanaendelea vizuri, japo vyama vingi kama vya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Rozari Hai, Utume wa Sala bado wanahitaji motisha zaidi, kwa sababu wengi wanajihusisha sana katika sala ambayo ndio msingi wa kwanza, lakini msingi wa pili ni kutafsiri zile sala katika matendo, ambayo tunawahimiza zaidi watembelee watu katika jumuiya, watembelee wagonjwa wetu katika jumuiya, hasa zile zilizoko hapa karibu na parokia, na wale walioko vigangoni pia wafanye hivyo. Kwa hivyo wanaendelea vizuri. Na ushiriki wa wanaume ukoje? Maana changamoto kubwa katika parokia nyingi ni wanaume kushiriki matukio mbalimbali ya kikanisa, hasa kwenye vyama vya kitume na majukumu mengine ya kikanisa. Hapa kwako hali ikoje? Hapa kwangu pia tunayo changamoto na vyama vya kitume na hasa wanaume wa Katoliki, lakini tumewapatia mwamko, wengi wametembea, na tumepanga pia safari ya kwenda kwa majirani zetu hapa Kenya, kwa sababu pale wanaume wa Katoliki wameinuka sana, wako mbele kuliko Tanzania kwa ukweli. Kwa hivyo tumepanga na wao, tunapanga ratiba moja, tutawatembelea siku moja, siku wanayosimamia kwenye kanisa, kwenye misa yao watakayokuwa wanasimamia, hasa parokia za hapa karibu. Tuende na wazee wetu wanaume wa Katoliki angalau wachache, waende wajifunze ili waje wafundishe wanaume wengine waweze kujitolea zaidi katika mambo ya kanisa. Sana sana unajua hapa ni mpakani na wengi wanaishi kwa biashara za mpakani. Kwa hivyo kuwapata sana sana katika masiku kuja kufanya kazi za kanisa ni kazi ngumu, lakini tunategemea mabadiliko yatakuja tu. Parokia ina taasisi ngapi zinazotoa huduma za kijamii? Parokia yetu tunayo shule ya primary ambayo ndio inatoa huduma za kijamii kwa sasa hivi, lakini mara kwa mara tunatoa huduma sisi kwa pale tunapoweza, labda kuwatembelea watu. Kuna wale wazee ambao tuna mobilize vijana, wanaenda kuwajengea nyumba angalau wale ambao hawana nyumba, na pia wametelekezwa katika jamii. Tumefanya hivyo kwa familia tangu nimekuja, kama familia 6, wamama 6 ambao walikuwa kwa kweli wako katika hali mbaya. Tumewajengea nyumba kutokana na resources tulizonazo kidogo kidogo, na hasa vijana ndio tulimobilize wakaenda wakafanya kazi hiyo, na kazi zilifanyika vizuri. Umezungumzia swala la mpakani hapa. Hali ya ukeketaji ikoje katika parokia? Kwa sababu ni mpakani na shughuli za ukeketaji zinafanyika upande wa pili na upande wa huku kwetu. Hali ikoje swala zima la ukeketaji? Swala la ukeketaji ni swala la kijamii na tuseme ni mila na desturi, na kwangu mimi sioni kwamba ni shida sana, kwa sababu kila mahali tunapoenda tunakuta mila na desturi, na kitu cha kwanza kutaka kuelewana na watu, heshimu mila na desturi za watu. Kwa hivyo kama zile mila na desturi, kwa mfano tunapozungumzia ukeketaji, hiyo ni mila na ni desturi ambayo imekuwa, lakini kuendana na mabadiliko yanayotokea huko tunakoenda zitaisha. Je, kipindi cha ukeketaji huwa kuna athari zozote zinazojitokeza kwa upande wa uinjilishaji? Labda watu wanapungua kanisani, hawaji kusali kwa sababu watu wanakuwa wanaendelea na sherehe hizo za ukeketaji? Kwa kweli pale mwanzoni walikuwa wanapungua, lakini kwa sasa hivi mimi nilisisitiza, kwa sababu walikuwa wanapungua. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaambiwa kama umepeleka mtoto kukeketa watoto ama kutahiri vijana kwa mila na desturi bila kuwapeleka hospitali, usije kanisani na usipokee sakramenti. Kwa hivyo ikawa kwamba wakati wa ukeketaji watu hawaji kwa sababu waliambiwa usije kanisani
na wala usipokee sakramenti. Lakini mimi nilikuja na wazo lingine kwamba hata kama umeenda umefanya ukeketaji, umeenda kukeketa kuendana na mila na desturi zenu, sisi hatuwezi tukakuzuia kuja kanisani. Njoo kanisani kwa sababu Yesu alisema, mimi nimekuja kwa ajili ya wakosefu, sio kwa ajili ya wacha Mungu. Kwa hivyo nilipokuja na approach hiyo, ikawa kwamba hata sasa wakienda kama ni ukeketaji bado wanakuja kanisani na wanakuja kutafuta ushauri. Kwa hiyo na sisi tunawashauri kuendana na jinsi itakavyowasaidia waweze kukubaliwa katika jamii na pia tuwakubali katika kanisa. Hali ya ufungaji wa ndoa katika parokia hii ukoje? Kwa mwaka jana tunaweza tukapata takwimu kwamba mlifunga ndoa ngapi? Mpya kabisa zile, achana na hizi za kubariki wameshaishi pamoja. Mpya kabisa ndoa. Mwaka jana ndoa mpya tulifunga ndoa 8 mpya, na za kubariki zilikuwa kama 15. Kwa hivyo ikawa ni mafanikio makubwa. Tumepata vijana wamefunga ndoa zilizokuwa fresh. Kwa hivyo tunategemea zitaongezeka. Mpendwa mtazamaji, bila shaka umemsikiliza baba paroko ambaye ametuelezea mengi yanayohusiana na parokia hii ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Sirari, na ametushirikisha kipindi cha nyuma kulikuwa na changamoto ya waamini kutokushiriki misa takatifu, hasa kipindi cha ukeketaji. Lakini tumeshuhudia kupitia kinywa chake ameweza kutushirikisha ni mipango gani aliyokuja nayo ambayo imewarejesha waamini hao ambao walikuwa wanakimbia kipindi cha ukeketaji kutokuja kanisani, lakini wamerudi na wanaendelea kupokea sakramenti takatifu za kanisa. Na hii ni baada ya kuwasogeza karibu na kuzungumza nao na kubaliana ni nini kifanyike mara baada ya wao kushiriki matukio hayo ya kijamii. Katika mipango yenu ya uboreshaji wa vigango, umezungumzia kuboresha, lakini kuna vigango vingine bado vina majengo ya tope. Nini mkakati wenu sasa kwa mwaka huu pia 2026? Mkakati wetu mwaka huu ni kuondoa vile vigango vyenye kutumia majengo ya matope, ambayo ni kigango kimoja kwa sasa hivi kimebaki, ambacho ndicho tunaanza nacho. Tunahakikisha tumemaliza hilo, alafu tukimalizana na hiyo tunarudi hapa parokiani. Tunataka tuweke pavements kuanzia kwenye geti mpaka kwenye kanisa, kupunguza uchafu. Mara nyingi mvua zikinyesha, Wakristo wakija wanakanyaga matope na kanisa linachafuka. Inakuwa ni lazima tena kuanza usafi tena kila Jumatatu, ambao kwa kweli unakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo tunatarajia turekebishe hayo hali hiyo, na pia kumalizia kupiga plasta, kupiga rip ukuta na kuweka waya juu ambayo itazuia vibaka wale wengine hata wanaoruka juu. Mpendwa mtazamaji, bila shaka umesikia na kufahamu ni kwa namna gani parokia Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu alivyojipanga kwa mwaka 2026. Ni dhahiri shahiri kuwa mambo yote waliyoweka katika mpango kazi wao yatakwenda kutekelezeka kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muweza wa yote katika shughuli hizi zote za uinjilishaji. Ulikuwa nami Veronica Modest niliyekuletea makala hii fupi ya mipango ya parokia Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu kutoka Sirari. Asante na karibu tena.